wabilwalidaini ihsana, na wazazi wawili muwatendee wema. Mtendee wema baba, mtendee wema mama. Radhi za Allah ziko sambamba na radhi za wazazi wawili, na ghadhabu zake ziko sambamba na ghadhabu za wazazi wawili. Ridha Allah fi ridha alwalidain, hadith. Kwa ole wako uwafanyie ubaya wazazi, ole wako. Ole wako uwafanyie utovu wa nidhamu wazazi, ole wako. Ole wako uwatusi wazazi, ole wako uwatelekeze wazazi, huna habari nao, huwajulii hali, huwasaidii. Ukiyafanya hayo umetangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu madhambi mawili huwahishwa adhabu zake kwa watu duniani kabla ya akhera, siku ya kiyama. Ukifanya jambo katika hayo mambo mawili, fahamu kwamba adhabu yake itaanza hapa hapa. La kwanza ni dhulma, hafi salama mtu dhalimu. La pili, uququl walidain, kuwafanyia utovu wa nidhamu wazazi wawili, na kwamba ukiyafanya hayo kwa wazazi wako, na wewe utalipwa, utafanyiwa pia na watoto wako hapa hapa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amehusia wazazi wawili watendee wema, na alipoutaja wema katika hii aya wabilwalidaini ihsana, ameutaja wema pasina kuwekea alif na lam. Hakusema al-ihsan, akasema ihsana wa nakira, ili iingie kila inayotambulika kuwa ni ihsani na wema, kwamba wewe wapaswa kuwafanyia wazazi. Mpaka katika kuzungumza nao kuna adabu zake. Usiinue sauti yako mbele ya sauti ya baba, wala isirefuke sauti yako mbele ya sauti ya mama. Sauti yako mbele ya wazazi wako iwe chini, sauti ya baba iwe juu, na sauti ya mama iwe juu. Haya ni katika ihsani kwa wazazi.